Wewe ni mwema maishani mwetu. Umekuwa mwema wiki mzima, tunakushukuru Jehova. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Jehova. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Jehova. Tumeona neema yako Jehova ikienda pamoja nasi. Tumeona neema yako Jehova ikifanya kazi katika maisha yetu. Thank you Jesus, we worship you. We give you the glory Jesus. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, maishani mwetu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, twasema asante. Ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, kazini zetu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, kuna mwingine ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama,
ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu. muite Baba, Baba, mimi ninakuabudu, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. muite Yahweh, Yahweh, mimi ninakuabudu. muite Yahweh, Yahweh, mimi ninakuabudu. muite Yahweh, Yahweh, mimi ninakuabudu. mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. mbele zako ninainama, oh, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Thank you Jesus. Haleluya. Mikono yetu tunainua mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Walk around, salimia wawili watatu wenye hamjaonana naye hii wiki na uliza mwenzako kama amefurahi. Uliza mwenzako kama amefurahi asubuhi ya leo. Walk around. Tembea, salimia wawili watatu. Haleluya. Haleluya. Tunaenda kumsifu Mungu asubuhi ya leo sababu yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda ni nani ye? Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda ni nani ye? Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na
nakupenda. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Haleluya. Nani kama Bwana wetu? Hakika ametuwezesha, ametusimamisha Jumapili ya leo. Bwana sifiwe. Ndio kila mmoja wetu ako na afya. Ndio maana tunasema yeye anaweza, sababu yeye ni mshindi. Bwana sifiwe. Kila mmoja akiambiwa apatiane ushuhuda Jumapili ya leo, atapatiana ushuhuda wenye Mungu amemtendea wiki mzima. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Haleluya. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele? Haleluya. Cheza sasa msiku wa Yesu. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, mwamba, mwamba wa ushindi, mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba, Yesu ndiye mwamba.
nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. 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 Nitainua neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Na wamama waimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Na wazee tuimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Na vijana tuimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. 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 Wakikuyu waimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Masai waimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Wakikuyu waimbe na tumsifu Bwana, tuimbe na tumsifu Bwana. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Abudu Bwana daima, moyo wangu abudu Bwana daima. Abudu Bwana daima, moyo wangu abudu Bwana daima. Ngai wakwa, Ngai wakwae, Ngai wakwawe wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwawe wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwae, Ngai wakwawe wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwawe wa magegania. Orogerwa Orogerwa we wa magegania. Orogerwa we wa magegania. Wambaradio Wambaradio we wa magegania. Wambaradio we wa magegania. Wambaradio Wambaradio we wa magegania. Wambaradio we wa magegania. Onene yo we wa magegania. Hallelujah. Onene yo we wa magegania. Otinaro twena murata Otana tariake Yesu nero litwariake Nawe mutu eri
Tidaro twina murata Otana tayangi Yesu ndio ritwa riake nowe mutu oeri Geithia mundu umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Geithia ciongi umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Hallelujah, hallelujah. Ngai witũ Ruto tiraganike Komwareria kaingima Nitũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga Ruto tiraganike Komwareria kaingima Nitũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga Geithia mundu Geithia mundu umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Geithia ciongi umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Tidaro twina murata Otana tayangi Jesu nĩrĩo ritwa rĩake awe mutu oeri Geithia mundu Geithia mundu umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Geithia ciongi umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu Geithia ciongi umwira ni umwendete oya moko na iguru goce Jesu. na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina kuu la Yesu Kristo, asubuhi ya leo Bwana, tumefurahia kuwa katika uwepo wako Bwana na kuwa katika mlima wako. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba wetu kwa kuwa umetujalia nafasi nyingine Jumapili ya leo Bwana, ili tukaweze kuja katika mlima wako. Tunasema ni asante katika jina la Yesu. Umekuwa mwema Bwana, umekuwa mwaminifu. Hakika tumekuona na tumeona wema wako. Katika sehemu ya ibada iliyopita Bwana, tumeona uwepo wako na nguvu zako. Na tunaamini ya kwamba utaendelea kutuongoza, utaendelea kutuelekeza katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, tumekuja katika nyumba yako tukiwa na matarajio mengi mbele zako Bwana. Kuna wale ambao Bwana tumekwea katika mlima wako mtakatifu tukiwa na magonjwa na maradhi tofauti, na Bwana tunaamini uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Neno linatuambia ya kwamba Bwana inakupendeza ya kwamba tutembelee katika afya njema. Walio na magonjwa Bwana balibali, tunaamini ya kwamba utaweza kutuponya asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kuna wale Bwana ambao wameingia wakiwa wamebeba na kulemewa na mizigo mizito. Tunaamini ya kwamba Bwana utaweza kupatana na haja za mioyo yao katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, tunaliinua taifa letu mikononi mwako. Kumekuwa na changamoto mingi Bwana, tunaamini ya kwamba mkono wako wenye nguvu Bwana utazidi kushikilia na kupigania taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kama kanisa la Living Faith Ministries Udhaya, tunajikabidhi mikononi mwako na uweponi mwako Jehova. Tunaamini ya kwamba uwepo wako na nguvu zako Bwana zitaendelea kuenenda pamoja nasi na kutuongoza katika jina la Yesu. Neno litatuambia ya kwamba nyakati za mwisho mlima wa hekalu yako Bwana utainuka juu zaidi ya milima yote. Na kwa hivyo Bwana tunakuamini katika jina la Yesu ya kwamba huu mlima Bwana utaendelea kuinuka zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Sehemu ya kwanza Bwana ya kukusifu na kukuabudu tumekuona. Sehemu nyingine inayobakia Bwana
tunaamini ya kwamba utaendelea kutuelekeza na kutuongoza. Zaidi ya yote Bwana, utatuzidishia nguvu zako na utatufanyia upya nguvu zetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ya kwamba utatayarisha mioyo yetu na nafsi zetu, na tutakapoketi miguuni pako Bwana kuisikiza sauti yako, ya kwamba utatunenea kwa njia kuu na njia pana katika jina la Yesu Kristo. Tunaalika uwepo wa Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza na hata kutuelekeza katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. God is good and all the time. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ũcio nĩguo ũndũire wa Ngai, na nĩ tũracokeria Ngai ngatho kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya kau gũkorwo thĩinĩ wa kĩrĩma gĩake kĩamũre. Kwa hivyo hatuchukuri ni jambo la kawaida, tunaamini ya kwamba imemgharimu mkono wake Bwana. Ningependa kualika muweze kuchukua viketi vyenu tunapoendelea na sehemu ya ibada yetu ya siku ya leo. Tunashukuru Bwana kwa sehemu iliyopita, na tunaamini ya kwamba hata kwa sehemu inayobaki atatuongoza na kutuelekeza. Kwa kifupi tu ningependa kuchukua nafasi hii niwakaribishe nyote katika ibada ya siku ya leo katika mlima wa Bwana. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Isaia mlango wa 2 ya kwamba nyakati za mwisho mlima wa hekalu ya Bwana utainuka juu zaidi ya milima yote. Na kwa hivyo tunaamini Bwana ya kwamba huu ni mlima wake ambaye yeye mwenyewe amejiinulia. Karibuni sana wale walio in service, wanaotufuata kwa mitandao, karibuni tuweze kubarikiwa katika siku ya leo pamoja, kwa kukumbusha ya kwamba hii ni Living Faith Ministries Udhaya, and it is the city of God's delight. Ukiwa umeketi mahali hapo, jua ya kwamba umemfurahisha Bwana, na ndio maana amekuteua na kukupa nafasi uweze kushiriki ibada ya siku ya leo. We say that the just shall live by faith. And this year we are led by the prophetic word in the book of Exodus chapter 8 verse 1. The Bible is telling us that let my people go that they may serve me. So we are the city of God delight. We are Christ-centered. We are Bible-based and we are Holy Spirit-led. Kwa hivyo kila kitu ambacho tunakifanya ni maandiko, ni Biblia, na tunaegemea na kutegemea uongozi wake Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha. Jinsi ulivyoingia ule mlango, usitoke hivyo. Ikiwa uliingia hapa ukiaminia Mungu uponyaji, itawezekanaje utoke katika mlima wake Bwana kama hujapokea muujiza wako? Kwa hivyo naomba ya kwamba kila mmoja wetu aweze kufungua moyo wake na kutarajia kutoka kwake Mungu katika jina la Yesu. Katika nafasi hii ningependa kualika watoto wetu wa Sunday School waje tuweze kuachilia waende katika kanisa lao. Watoto wa Sunday School pamoja na mwalimu wao, hata wale wachanga wote wako karibu, na tuanene jambo hawa watoto. Kila wakati tunawatabilia, na tunawatabilia ya kwamba great will be their peace in the mighty name of Jesus. Watatembelea amani na amani ya Bwana kila wakati, na wataweza kufikia hatima zao katika jina la Yesu. Karibuni. Nani anatuombea leo? Karibu Sabina. Wacha Sabina atuombee. Praise God. Praise God again. Amen. My name is Sabina Hope. Let's bow our head for the word of prayer. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the children you have given us. Thank you for the protection you have given us the whole of the week. Thank you for our parents. Thank you for the teachers you have given us. Open our ears so that we can hear what the teachers are saying. Thank you for Reverend Ma'am Beatrice.
this, let their word not spread only in Othaya and Nyeri. Let it spread all over the world. Everyone will know about God. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen, amen, amen. Let's appreciate Sabina. Thank you, thank you. Tukifikia hapo, ningependa vile tu nimesema tuweze kutayarisha mioyo yetu na nafsi zetu tuweze kupokea kutoka kwake Mungu. So I welcome Harmonic Voices to give us the ministry song. Karibuni. Wakati wa ukame uachi ninyauke, ona kupenda uninyunyiziae maji wakati wa ukame uachi ninyauke, ona kupenda. Sema nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Kweli nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Kama mti kando ya mto, ilivyo ndivyo nilivyo. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Kweli nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Nakupenda, nakupenda, nakupenda. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu,
Lord, we are grateful that your love is so greatly released upon our Ndio lives. Bwana, tunashukuru ya kwamba upendo wako ni mkuu zaidi, ya kwamba umeachiliwa hata katika mioyo yetu. Behold, what manner of love it is that we have been called your children. Zaidi ya upendo ulio wako Bwana, tumeweza kuitwa hata watoto wako. And as your children, Father, you have commanded us that we also live in love for one Na another. kama watoto wako Bwana, umetuamrisha ya kwamba tukaishi sote kwa upendo. We are gathered here in this sanctuary today, Tukiwa tumekusanyika katika hii hekalu siku ya ready leo. to hear your word, O God. Tukiwa tayari Bwana kulisikia neno lako. How we pray that you will speak to us, King of Bwana, Kings. tukiomba ya kwamba utaweza kutunenea ewe mfalme wa wafalme. That your words shall come to us, O Lord, in Ya- clarity. ya kwamba neno lako Bwana litatufikia kwa ukamilifu. That which you would want that we may hear today, Father. Kile ambacho Bwana ungetamani tukakisikie ewe Holy Bwana. Spirit of the Lord, give us that word and give us the Roho understanding. Mtakatifu wa Mungu, tupe hilo neno na vile vile tupe ufahamu. Father, if there be a thing in our lives that can hinder the move and the flow of your Spirit, Bwana, kukiwa na chochote katika maisha yetu Bwana ambacho kinaweza kuzuia kusogea kwako Father, by the power and the authority that is in the name of na Jesus, Baba, kwa roho na mamlaka ambayo yako katika jina la Yesu Kristo, we break every barrier that can manifest itself that hinders us to hear and understand your word. tunavunja kila nira, tunavunja kila kizuizi ambacho chaweza kujitokeza na kuzuia neno lako likawafikia watu wako kikamilifu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Holy Kristo. Spirit of the living Roho God, Mtakatifu wa Mungu aliye take hai, charge of this session kashike now. usukani huduma hii. Manifest the power of God in this session. Kadhihirisha nguvu za Bwana katika Let wakati the huu. power of God flow. Na nguvu zake Bwana zikatiririke. Lord Father, to those that are low in the spirit, let them receive a lifting in the name of ya kwamba Jesus. walioshushwa katika nafsi zao Bwana wakapokea kuinuliwa. As your power goes by, let the healing Na- flow to the souls that are sick. Na nguvu zako Bwana zinazosogea na kuguza hata walio wagonjwa. Every power that is causing sicknesses in the bodies of the believers here, remains broken in the name of Jesus Kila Christ. nguvu zinazosababisha maradhi katika maisha ya watu wako tunayavunja vunja katika jina lake Yesu. Anything that can hinder the flow of your word, Chochote Bwana kinachoweza kuzuia kutiririka na kusogea kwa neno lako, it remains rebuked in the name of basi Jesus. kimebaki kimekemewa katika jina lake Yesu. Holy Spirit of the living Roho God, Mtakatifu wa Mungu aliye take hai, full control kashike usukani, and let every word that proceeds from our mouth, na neno lolote linalotoka vinywani mwetu may it be the word from the Lord, na likawe neno linalotoka kwake the Bwana. word by which your people shall live. Ni neno ambalo Bwana ndani yalo watu wako watapata kuishi, Oh, to the glory and the honor of your precious kwa ajili name. ya utukufu na heshima jina lako takatifu. For in Jesus' name we have Kwa prayed. jina lake Yesu Baba tumeomba, And we all say na amen. sote tukaseme amina. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. May you turn to those people that are seated next to you. Kageukia wale walioketi kando yako, Tell them it's an honor to be seated next to you in waambie this kwamba ni service. heshima kuketi kando yako katika ibada ya siku ya leo. Please, you can do that with a smile. Tell them it's an honor to be seated next to you in this service Ni today. heshima kuu kuketi kando yako siku ya leo. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And if that person has not smiled at you, Na kama huyo mtu basi hajakutabasamia, please may you encourage that person with a testimony. unaweza kumtia moyo kwa ushuhuda. Yes, tell them that the Lord is God, Mwambie kwamba Bwana ndiye Mungu, that the Lord is ya able. kwamba Bwana ni mweza. It doesn't matter the situation. Haijalishi hali Our iliyoko, God is able. manake Mungu wetu ni Mungu He is the mweza. lifter of your Yeye soul. ndiye anayeinua nafsi He yako, is the lifter of your na countenance. yeye ndiye vile vile anayekutia And that moyo, his face is shining upon na ya you. kwamba neema yake inakuangazia. So do not be cast Kwa down. hivyo usishushwe moyo Let wako, your heart be lifted na up moyo wako Bwana ukaweza in the kuinuliwa mighty name of katika Jesus. jina lake Yesu. Tell your neighbor, let your heart be lifted up. Mwambie jirani yako na karuhusu moyo wake ukainuliwe. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. I want to welcome the harmonic voices to take their seats. Nakaribisha kikosi cha imbaji wakaweze kuketi. May we appreciate the harmonic voices for leading us so well. Tuwapongeze kwa ajili ya kutusongeza vizuri. Praise the name of the Bwana Lord. asifiwe. May the Lord continue to anoint you, Na Mungu aendelee kuatilia mafuta even to serve him in his sanctuary. hata katika kumtumikia katika hekalu In the yake, mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana I asifiwe. want us to go to the word of God. Nataka tuingie moja kwa moja katika neno la Mungu, The word of God is that which brings light unto ya us. kwamba hili ndilo neno linalotuletea mwangaza katika maisha yetu. The psalmist will tell us Mwandishi wa Zaburi atatuambia that the word of the Lord ya kwamba neno lake is Bwana a lamp unto our feet ni taa inayoangazia miguu
miguu yetu and a light unto our paths. na mwangaza unaoangazia njia zetu. So every time you have an opportunity Wakati wowote unapopata fursa, to hear the word of the Lord, fursa ya kuweza kulisikia neno lake Bwana, may you see it as an opportunity na ukaweze kuliona kama nafasi to have an illuminator over your ya life, kwamba kitu kinachoangazia juu ya maisha yako, to have the light that is going to light up your pathways. ukapate mwangaza unaoangazia njia zako. And when the word of God becomes that important in your life, Na wakati ambapo neno la Mungu ni la kuwa muhimu kiasi hicho, you'll be yearning the more to hear it. basi bila shaka utakuwa kitamani zaidi kulisikia You'll be looking forward to a moment to hear what the Spirit of the Lord is saying to the church. na kutazamia kipindi na wakati wa kuweza kulisikia neno lile zaidi, You'll be desiring the more to take time with your Bible and study it. na kutamani mno zaidi kuwa na wakati na Biblia yako ili kuweza kuisoma kikamilifu. Please tell your friend that there is something called a Bible study. Mwambie jirani yako kwamba kuna kitu tunachokiita usomi wa Biblia. And there is a difference between Bible reading and Bible study. Na kuna tofauti ya kuisoma moja kwa moja na kuweza kuielewa. Please tell your neighbor there is a difference between Bible reading and Bible study. Kuna tofauti ya kusoma Biblia na kuna tofauti ya kusoma Biblia ili uielewe. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. asifiwe. A student can have a textbook in the house Ya kwamba mwanafunzi anaweza kuwa na kitabu cha kusoma pale nyumbani and can read the textbook just for the sake of it. na anaweza kukisoma kile kitabu kwa ajili ya kusoma tu. But there is that student Lakini kuna yule who mwanafunzi is studious enough, ambaye anasoma mamakinika kikamilifu who zaidi, would want to get deeper into that text ambaye angependa kuzamia katika yale matini kikamilifu and even go looking for more materials from other textbooks na kwenda kutafuta rasilimali nyingi zaidi katika vitabu vingine tofauti, so that he can understand the concept he read in the first book. ili akaweze kuelewa alichokisoma katika kitabu cha kwanza. That student will be willing to rush to the library Ya kwamba yule mwanafunzi atakuwa radhi kukimbia hadi kwenye maktaba to go and look for more materials ili ende katafite rasilimali zaidi to help him or her understand the concept they were taught in za class. kuweza kumsaidia aelewe walichofundishwa darasani. That is why they are called students, Ndiposa wanaitwa wanafunzi, because they work to study. manake wanafanya kazi ya kujifunza. And let us understand one thing. Na wacha tuelewe kitu kimoja, The Bible is a library on its own. ya kwamba Biblia ni maktaba kivyake. On Sundays we come here and get a topic. Jumapili tunakuja hapa na tunapewa kichwa fulani, And for those who are good students of the na Bible, wale ambao ni wanafunzi wazuri wa Biblia, when they break from the class that is called a Sunday service, baada ya kuondoka darasani la Jumapili, they go back to their homes wanarejea nyumbani and they dig deeper into that library called the na Bible. wanaweza kuzama zaidi katika maktaba kwa jina Biblia, And they also go to other books that are written from the Bible, na wanaenda hata katika vitabu vingine vilivyoandikwa kutoka kwenye Biblia so that they can understand what they have been taught. ili wakaelewe walichofundishwa. Please tell your neighbor what you are taught here on Sunday is not enough. Mwambie jirani yako unachofundishwa Jumapili sio hakitoshi. Please, some of you are looking at me. Nasema uambie jirani yako, what you are taught here on Sunday is not enough. Mwambie unachofundisha Jumapili hakitoshi. You need more. Unahitaji zaidi. Go dig deeper into the word. Uende ukazamie zaidi kwenye neno. Please encourage them, be good students of the Bible. Muwe wanafunzi wazuri wa Biblia. You know, the church of Bel Air, Unajua kanisa la Berea they had very good way of dealing with the scriptures. walikuwa na tabia nzuri zaidi ya kupambana na maandiko, That when they heard from the apostles, ya kwamba wakati walipoweza kunenewa na matume, they were keen to listen to what the apostles told them. walikuwa makini kusikiliza kile ambacho wale wa mitume waliwaambia. But they also went beyond what they heard, Lakini zaidi ya hayo waliweza kusonga zaidi ya kile walichokisikia, and they went to confirm more from the scriptures. na wakaenda kudhibitisha
kuthibitisha zaidi kutoka kwenye maandiko. So they studied the word of God beyond what they heard from the apostles. Wakajifunza na kulitafiti neno la Bwana zaidi ya kile walichokisikia kutoka kwa mitume. May it be the same with you today. Na vile vile ikakufanyikia wakati kama That huu, when you hear the word of ya God, kwamba unapolisikia neno la Mungu, let it stir you in the heart na likakukoroge katika moyo to wako, go and dig deeper to understand it more. ili uende ukaweze kulizamia zaidi, ukalielewe zaidi. Exodus chapter 8 and verse 1. Kitabu ni cha Kutoka mlango wa 8 mstari wa kwanza. And the Lord spoke to Moses, Naye Bwana akamwambia Musa, go to Pharaoh basi kaingia kwake Farao, and say to him, ukamwambie, thus says the Lord, Bwana asema hivi, let my people go, wape watu wangu ruhusa that they may serve me. ili wapate kunitumikia. We have really dug deeper into this verse. Tumeweza kuzama zaidi katika mada hii. And I believe that every new Sunday you are coming and getting a clearer understanding of the theme scripture for this year. Na natumaini ya kwamba kila Jumapili unapata kuelewa zaidi ya mada elekezi ya mwaka huu. And the last time I stood here we said Na mara ya mwisho niliposimama hapa tulisema that for us to serve the Lord, ili tukamtumikie Bwana, we must become a people that are after God's own heart. lazima tufanyike tuwe watu wanaofuatilia moyo wake Bwana. We cannot be a people that are going to serve the Lord Hatuwezi kuwa watu ambao wataenda kumtumikia Bwana if our hearts are not connected with God. kama mioyo yetu basi haijaungana na We Mungu. cannot be a people that will serve God with diligence Hatuwezi kuwa watu watakaomtumikia Mungu kwa ujasiri if God cannot give a testimony about us. kama Mungu basi hawezi kutoa ushuhuda kutuhusu. God gave a testimony about David, Basi Mungu akatupatia alitoa ushuhuda kuhusu Daudi mwenyewe, that I have found a man in David, ya kwamba bila shaka nimeona mtu ndani yake Daudi, a man that is after my own heart. ni mtu ambaye moyo wake na wangu unaungama. And we did say that Sunday Na hiyo Jumapili tukasema that the kuwa people that are after God's own ya heart kwamba wale watu wanaofuatilia kupendeza moyo wake Mungu are a people that dig deeper into the word of ni God, watu wanaozamia zaidi katika neno la Mungu, are people that want to pick up the Rhema word for ni themselves. watu ambao wanataka kujichopolea lile neno la wakati kwa ajili yao. You know there is the Logos word which is written, Unajua kuna lile neno lililoandikwa but there is the word that is speaking to us. na kuna lile neno linalotunenea, That is the Rhema word. na hilo ndilo neno la And I wakati. pray that every time you come to church on Na Sunday, ninaomba ya kwamba kila wakati tunapokuja kanisani kila Jumapili, you will be able to transpose the word from the written word to the word that is speaking to your life. basi utaweza kulifasiri lile neno kutoka neno lililoandikwa hadi neno la wakati lako wewe So mwenyewe. it is very, very important Basi ni muhimu zaidi for us to be guided by the word of ili God tukaweze kuelekezwa na neno la if Mungu, we are going to become a people that please the Lord kama tutakuwa watu wanaompendeza and Mungu a people that serve the Lord with gladness. na watu wanaomtumikia Mungu kwa Now furaha. today I want us to study on the surrendered heart. Basi leo hii nataka tuzungumze kuhusu moyo uliojiachilia. A surrendered heart. Ni moyo uliojiachilia, Serving God requires a heart that is fully yielded unto the ya Lord. kwamba kumtumikia Bwana bila shaka unahitaji moyo ambao umejiachilia kwake Bwana, Serving the Lord requires a heart that is fully surrendered unto Him. ya kwamba kunahitaji moyo ambao umejiachilia kikamilifu kwake Mungu, You cannot serve the Lord with the full commitment ya kwamba hauwezi ukamtumikia Bwana kwa kujitolea na umakinifu toshelevu if your heart is not fully surrendered unto Him. kama moyo wako basi haujaweza kujiachilia kwake. I want you to remember the story of Saul Nataka ukakumbuke ile hadithi yake Sauli in his partial obedience to the Lord. katika ile harakati yake ya kutotii kikamilifu, Partial obedience to God kutii visehemu is from a heart that is not fully surrendered unto God. kunatokana na moyo ambao haujajiachilia kwake Mungu. A person whose heart is fully surrendered to the Lord Mtu ambaye moyo wake umejiachilia zaidi kwake Bwana will be willing to obey the Lord all the time, atakuwa radhi kumtii Mungu kila wakati, because it will not be in his or her desire manake
itakuwa matamanio yake mwenyewe, to be disobedient unto the Lord. kutomtii Mungu. So it is important for us Basi ni muhimu that we create a desire within us, ya kwamba tukaweze kujenga matamanio ndani yetu, that we may surrender our hearts fully unto Him. matamanio ambayo yatatusaidia kuachilia nyoyo zetu kwake This kikamilifu. surrendered heart Moyo huu uliojiachilia is a posture of one that is fully yielding his will to the Lord. ya kwamba ni matokeo ya mtu ambaye amejiachilia kikamilifu kwake A Bwana. person that has fully yielded his desires unto the Ni mtu Lord. ambaye ameachilia hata matamanio yake yote kwake Bwana. A person that has yielded his full control to the Ni Lord. mtu ambaye amejiachilia kikamilifu uweza wake kwake Bwana. So you cannot claim to have a heart fully surrendered to the Lord Hawezi kusema kwamba una moyo uliojiachilia kwake Bwana if you have not yielded your will to Him. basi kama mapenzi yako yote haujaachilia kwake, If you have not yielded your desires unto Him. kama haujaachilia matamanio yake kwake, And if you have not yielded your control to Him. na hata uweza wako haujauachilia kwake. Now this kind of a yielding to the Lord Aina hii ya kujiachilia kutoka kwake Bwana will cause you to trust in the sovereignty of God. basi kutasababisha ukaweze kutumainia ukamilifu uteule wake Mungu mwenyewe, Instead of relying on your personal strength. manake badala ya kuegemea uwezo wako binafsi, Yielding your heart unto the ya Lord kwamba kuachilia moyo wako kwake is Bwana when you are telling the Lord, ni wakati unapomwambia Mungu I am surrendered to your kingship. ya kwamba Bwana, nimejiachilia katika ufalme wako, I am surrendered fully to your lordship. ya kwamba Bwana, nimejiachilia kwako ewe Bwana, And I recognize na ninatambua without you I can do nothing. ya kwamba Bwana, bila wewe siwezi kufanya Please chochote. tell your neighbor, without God you can do nothing. Mwambie jirani yako kwamba bila Mungu hauwezi chochote. You need God to be effective in life. Maanake unahitaji Bwana ili ukaweze kuwa mkamilifu katika maisha. One person wrote and said Kuna mtu mmoja aliyeandika akasema that man without God is nothing, ya kwamba mwanadamu bila yake Mungu ni bure, but God without man still remains to be God. lakini Mungu bila mwanadamu anabaki kuwa Mungu. You know, the way you give yourself to God does not change God. Unajua namna ambavyo unavyojiachilia kwake Mungu hakubadilishi kama hali yake Mungu But the mwenyewe, way you surrender yourself to God changes and transforms you. lakini namna unavyojiachilia kwake Mungu bila shaka kuna kugeuza na kukubadilisha. So tell your neighbor with me that you need God more than God needs you. Mwambie jirani yako kwamba unamhitaji Mungu zaidi ya namna ambavyo anavyokuhitaji. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani ya So gosho. if the Lord is going to take full sovereignty in your life, Ya kwamba kama Bwana ataweza kuchukua ukamilifu zaidi wa maisha yako, then you've got to get to this understanding basi lazima ufike kuelewa hili. that whatever you are is God enabling you to be. Chochote ulicho ni Mungu mwenyewe anayekuwezesha uwe. Whatever you have become is God that is giving you the ability to become. Kile ulichofanyika ama kile ulichokuwa ni Mungu amekupatia uwezo wake mwenyewe ili uwe ulichokuwa. Because from creation, God has been in the business of making man to look more like Him. Mwanamke, tangu ule uumbaji Mungu amekuwa katika shughuli za kumfanya mwanadamu zaidi awe namna ambavyo Mungu alivyo. In Genesis, He said, let us create man in our own image. Pale kitabu cha Mwanzo amesema kwamba na tukamuumbe mwanadamu aliye na mfano kama wetu sisi. And it is in our desire to be more like God. Na ni matamanio yetu basi tuwe zaidi kama Mungu. But for us to be more like God, Lakini ili tuwe zaidi kama Mungu, the posture of our heart is very, very important. basi hali ya moyo wetu ni muhimu The zaidi. posture of our heart is very, very important. Hali ya moyo wetu ni muhimu zaidi. The other day I did talk about guarding our heart with all diligence. Wakati huo mwingine kazungumza kuhusu swala la kulinda moyo wetu kwa njia zote. And the Bible is saying that the reason is why we have got to guard our hearts. Na Biblia inasema sababu yetu ili tukaweze kulinda nyoyo zetu, Because from it comes all the issues of life. manake kutoka moyo wetu basi masuala yote ya maisha yanajitokeza. God is a God of heart.
hearts. Manake Mungu ni Mungu wa mioyo. God is interested in that heart. Mungu yuko radhi anamakinikia huo moyo. He is also interested very much in the intentions of the heart. Anakusudia makinikia zaidi kusudi la hiyo mioyo. So the condition of your heart Basi hali ya moyo wako is God's business. ni shughuli zake Bwana. Please tell your neighbor the condition of your heart is God's business. Mwambie jirani yako kwamba hali ya moyo wako ni shughuli kamilifu ya Tell Mungu. the other one the condition of your heart is God's business. Hali ya moyo wako ni shughuli yake Mungu. If you do not take care of your heart Basi kama hautashughulikia moyo wako and fully surrender it unto the Lord, na ukaweze kuachilia kikamilifu kwake Bwana, then you are going to serve the Lord not because you want a reward from him, but because it is only written that you go and serve him. lakini basi utaweza kumtumikia Mungu sio kwa sababu unatamani, lakini kwa sababu labda unashurutishwa. Let my people go Karuhusu watu wangu so waondoke that they can serve me. ili wanitumikie. And it is not going to be by our power, Na itakuwa ni kwa nguvu zetu, but it's about the ability that God is going to give to us. lakini kwa sababu ya ule uwezo ambao Mungu atatupatia. Zechariah chapter 4 verse 6 Kitabu says, cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 6. Zechariah 4:6. Kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 6. So he answered and said to me, Akajibu akaniambia, this is the word of the Lord to Zerubbabel. nalo hili ndilo neno lake Bwana kwake Zerubabeli. Not by might nor by my power, Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, but by my spirit, says the Lord. bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Not by might nor by Ya power, kwamba si kwa uweza wala si kwa nguvu, but by my spirit, says the Lord of hosts. lakini kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Therefore, what we are trying to say today, Tunachojaribu kusema leo hii that our service unto the Lord, ya kwamba huduma yetu kwake Mungu, and even as we go and get to do exploits before people and before na God, hata tunapoenda kufanya mambo ya ajabu mbele zake Mungu, it is not about our might, sio swala la uwezo wetu, it is not about our power, sio swala la nguvu zetu, it is not about our skill, wala njia ama uweza wetu ama ujuzi wetu, it's not about how learned we are, sio swala la namna ambavyo tulivyoelimika, but it is by my spirit, says the Lord of hosts. lakini ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. And we have said that God deals with our hearts. Na tumesema ya kwamba Bwana hupambana na nyoyo zetu. So if we are going now to operate in the spirit of the Lord, Basi kama tutaenda kushughulika na kufanya kazi kwa roho wake Bwana, then we must have our hearts fully occupied by that which is for the spirit of the Lord. basi roho zetu lazima tuweze kuzishughulisha na kuzijaza na kile kilicho chake Bwana. Please connect the word as we have been speaking it. Ukaunganishe yale maneno ambayo tumekuwa tukiyanena. That we need to guard our hearts, Lazima tukalinde nyoyo zetu, because from it come for the issues of life. manake kutoka kwa yale mambo basi masuala muhimu ya uhai And yanajitokeza. when we guard our Na hearts, tunapolinda nyoyo we zetu, will connect our hearts with the heart of God. tutaunganisha nyoyo zetu na mapenzi na matamanio ya Mungu. And by connecting our hearts with the heart of God, Na kwa kuunganisha nyoyo zetu na moyo wake Bwana, then we are surrendering the same heart fully to Him, basi kwa njia hiyo tunaachilia nyoyo zetu kikamilifu so kwake, that His Spirit can occupy our hearts. ili roho yake ikajaze nyoyo zetu. And that is why we talk about being filled of the Holy Spirit. Na ndiposa tunazungumzia kuhusu swala la kujazwa na Roho That Mtakatifu, your heart is filled with the Holy Spirit. ya kwamba moyo wako umejazwa na Roho The Mtakatifu. Holy Spirit is an enabler, Manake Roho Mtakatifu ni mwezeshaji, enabling us to go out and serve the Lord. anayetuwezesha tukatoke kule tukamtumikie Bwana. Please think about the days of Acts of the Apostles. Fikiria kuhusu zile nyakati za matendo ya mitume. The Bible says that you shall receive power Biblia ikasema kwamba nanyi mtapokea when the nguvu Holy Spirit is come upon you, wakati ambapo Roho Mtakatifu atakuja juu yenu, and you shall be my witnesses. nanyi mtakuwa mashahidi zangu. You shall receive power Mtazipokea nguvu when the Holy Spirit comes upon you. wakati ambapo Roho Mtakatifu
Mtakatifu atakapokuja and juu the yenu, power of the Holy Spirit nazo nguvu za Roho then Mtakatifu enables you to go and serve the Lord. zitawawezesha kwenda na kumtumikia Bwana. So when you surrender your heart fully to the Lord, Tunapojiachilia mbele zake Bwana, it represents a shift from a divided heart basi inawakilisha kule kuhama ama msongo wa nyoyo zilizotengana, but into a heart that is fully yielded to God. hadi kwa moyo ambao umejiachilia kikamilifu kwake A Bwana. heart that is keen and attentive to the prompting of the Holy Ni Spirit. moyo ulio makini katika kuelekezwa na Roho Mtakatifu. A heart that is surrendered unto the Lord Ni moyo ambao umeachiliwa kwake Bwana, is keen and attentive to the prompting of the Holy Spirit. ulio makini katika kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Go back to the book of Acts again. Turejee katika kitabu cha Matendo ya Mitume You tena. shall receive power Nanyi mtazipokea when the nguvu Holy Spirit is come upon you. wakati ambapo Roho Mtakatifu atakapokuja juu So yenu. for you to receive that power, Ili ukapokea ile nguvu, you must be very keen, lazima muwe makini zaidi, very attentive uwe makini mno to the promptings of the Holy Spirit. katika kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is not passive in you. Manake Roho Mtakatifu basi hafanyi si kwamba hafanyi kazi ndani yako. Yes, he's not just like the latent heat, that just there. Ya kwamba sio kama swala lililo tu pale tu. The Holy Spirit must be activated and very active in you. Roho Mtakatifu lazima akawezeshwe ndani yako. Because when you receive the Holy Spirit, Manake utakapopokea Roho Mtakatifu, he makes you into something. basi anakubadilisha unakuwa kitu fulani. Becoming a witness, Kuwa shahidi, going outside there, kuondoka kule nje, in Jerusalem, kule Yerusalemu, in Judea, hapa Judea, in Samaria, hata Samaria, and to the uttermost parts of the world. hadi katika nyanja za mbali za ulimwengu. So the Holy Spirit in you Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndani has yako to prompt you to do something. lazima akukoroge ufanye kitu. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Please tell your neighbor the Holy Spirit in you is not passive. Mwambie jirani yako kwamba Roho Mtakatifu ndani yako si kwamba amezubaa tu. The Holy Spirit cannot allow you to be passive. Roho Mtakatifu hawezi kuruhusu ukazubae. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Ati wewe ugikaroro uguo gutiri ndro mutheru aikarire kuu waku thiini no gucunga to ndari wira. Ya kwamba Roho Mtakatifu aliingia ndani yako anasinzia tu, manake hana kazi yoyote ya kufanya. Roho mutheru ndangihota guikara ngoro-ini ari toro. Ya kwamba Roho Mtakatifu hawezi kukaa katika moyo wako akiwa amesinzia. Roho mutheru thiini witu atuhotithagia gutuika aira a Jehova. Roho Mtakatifu ndani yetu anatuwezesha tuwe mashahidi wake Mungu. No ri hotaga gwathikira kiria Roho mutheru aramwira. Na anayeweza kutii kile ambacho Roho Mtakatifu Nibyo hotaga anamwambia. kuoya makinya na kurututhia wira ciugo iria Roho mutheru Ndiye aramwariria. anaweza kuchukua hatua na kutimiza yale mambo ambayo Roho Mtakatifu Na anamhisisha. nikio twitaga andu aria matongoragio ni Roho. Na ndipoza tunajiita watu wanaoelekezwa na Roho Mtakatifu. Tori ucio muriganitie uyo tongoragio ni Roho gwika ati. Muulize jirani yako, yeye anaongozwa na Roho Mtakatifu kufanya Tani nini? akwire kaundu kamwe Roho anamutongoria gwika. Akwambie kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu amemwelekeza kufanya. Tondu Roho mutheru ndagugutongoria guthie kuruga. Maana Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza tu kwenda kupika. Roho mutheru ndaragutongoria uthie ugatahe mai ma kunyua. Hakuongozi tu kwenda kuchota maji ya kunywa. Roho mutheru aragutongoria gwika maundu maria makaga uthamaki wa Ngai. Anakuwezesha na kukuelekeza kufanya mambo ama masuala ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Nimukira hinya. Manake watapokea Riria nguvu Roho mutheru agoka thiini wakati wanyu. Roho Mtakatifu atakapokuja Na juu yao, niakamutua mutuike aira. nanyi atawafanya muwe mashahidi. Koguo Roho wa Ngai Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu atumaga andu matuike aira. anasababisha watu wawe mashahidi Akwaria kiria Ngai endaga kierio. wa kuzungumza kile ambacho Mungu Na anataka gwika kizungumze, kiria Ngai endaga na gikwo. kufanya kile ambacho Mungu anataka kifanywe. Mwathani aheo goci. Bwana asifiwe. Ero ucio muriganitie ringi ati Roho mutheru atumaga tutuike aira. Mwambie jirani yako kwamba Roho Mtakatifu anasababisha tuwe mashahidi. Na koguo ni wega tuthikiririe uria Roho mutheru aratwira. Hivyo basi ni
muhimu tusikilize anachotuambia Roho Mtakatifu. tugathikiriria uria Roho Mutheru aratwira. Tusikilize kile ambacho Roho Mtakatifu anatuambia. Roho akiarĩria makanitha marĩa mũgwanja thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation. Na Roho Mtakatifu akazungumzia yale makanisa 7 katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na arĩkia kũmarĩria maũndũ marĩa mothe Na amaragĩria. baada ya kumaliza na kutihitimisha kuwazungumzia yote aliyokuwa akiwaambia, Arĩkagĩrĩria na kuuga atĩrĩrĩ, alikuwa anatamatisha kwa kusema ya kwamba reke ũrĩa wĩna gũtũ na yule aliye na masikio aigue ũrĩa Roho arehera kanitha. nasikie namna ambavyo Roho Mtakatifu anavyomwambia kanisa. Rĩu nawe ndĩrenda wĩre ũcio mũriganĩtie, Basi nawe nataka kumwambia aliye karibu nawe, angĩkorwo wĩna gũtũ, basi kama unayo masikio, ndĩrenda wĩre ũcio mũriganĩtie, angĩkorwo wĩna gũtũ, kama una masikio, igua ũrĩa Roho arehera kanitha. sikia kile ambacho Roho Mtakatifu anaambia kanisa. Arahũka ũthiĩ ũgatungatĩre Mwathani. Inuka uende ukamtumikie Roho Bwana. Mutheru arakwĩra warahũke ũthiĩ Roho ũgatungatĩre Mtakatifu Mwathani. anawaambia inuka uende ukamtumikie Bwana. A believer whose heart is surrendered to God Muumini ambaye roho yake imeachiliwa kikamilifu kwake Bwana continually listens and obeys what the will of God is. kikamilifu anasikiliza na kutenda mapenzi yake Mungu. A believer whose heart is surrendered unto God Ni muumini ambaye moyo wake umeachiliwa kikamilifu kwake Mungu. will listen from the Lord Atamsikiliza and Bwana will also obey na atamtii that which aligns him to the will and purpose of God for him. atatii kile kinachomlainisha na makusudio na mapenzi ya Mungu kumhusu. What is the essence of your existence? Basi mbona unaishi? Ĩtũũri ũcio mũriganĩtie, we nĩkĩ ũrĩ muoyo? Mbona uko hai? Ngai akũigĩte muoyo nĩkĩ? Mbona Mungu amekudumisha kuwa hai? Nawe ta wĩũrie, rĩu niĩ Ngai anjigĩte muoyo nĩkĩ? Ujiulize, mbona Mungu ameni Nĩkĩ kĩratũma atĩ o mũthenya Ngai nĩaranjarahũra na akahe ya mĩhũmũ? kwamba kila asubuhi kila siku Mungu ananiamsha na kunipa uhai. Ũrĩ wokĩra kĩroko ũkoria Mwathani, nĩkĩ gĩatũma ũtũmenyo nĩ ũmũthĩ, nĩ wĩra ũrĩkũ ũrenda ngũrutĩre? Sivyo kana kwamba umeamka asubuhi moja na kumuuliza Mungu, mbona ukaniamsha leo hii? Unataka nifanye nini? As a believer, Kama muumini, you must always be connected to that which the Holy Spirit wants done, lazima uunganishwe na kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kifanywe, and the Holy Spirit can only send you to be aligned to the will of God for your life. na Roho Mtakatifu anaweza kukutuma tu ili uwe mwangazo wa mapenzi yake Bwana katika maisha. Gũtirĩ kĩndũ kĩũmbagwo thĩinĩ wa thĩ gĩtarĩ na gĩtũmi gĩakĩo. Hakuna kitu kinachoumbwa ulimwenguni ambacho hakina umuhimu wake. Gũtirĩ kĩndũ kĩanombwo gĩtarĩ bata. Hakuna kitu ambacho kimewahi kuumbwa kisicho na umuhimu. Ithuĩ arĩa tũtwarithagia ngari nĩ tũkaga tũkerwo nĩ makanika gũkũ gwitũ. Sisi wale ambao wanaendesha magari wanaambiwa na wale wanaoyatengeneza Te ngari ĩno ũragũrire no mũhaka ĩkĩrwo kĩna nĩgetha ĩtuĩke nĩ ĩkũruta wĩra ya wega. kwamba hii gari ambayo ilinunua lazima iongezwe kitu fulani ili sijui ifanye nini. No mũhaka ũmĩongerere kĩna. Lazima uiongeze kitu kingine. Mũndũ ũngĩ akĩnjũria Mtu atĩrĩrĩ, mwingine akaniuliza Mũjapani agĩthondeka ngari ĩyo rĩ, ya kwamba yule aliyekuwa akitengeneza ile gari kaĩ mwanzo atamenyaga ngari ĩyo athondeka nĩ kũbatara kĩndũ kĩu nĩgetha agĩkĩre nĩgetha ndũgathiĩ gũtuĩka we nĩwe ũgũgĩkĩra. kwani hakuwa anajua kwamba inahitaji hicho kitu ili uwe sasa unapoinunua wewe ndio unaenda kuiweka. Na mabundi aitũ arĩa tũtũraga nao gũkũ nĩ waya matinagia nĩgetha makonekti tũnyamũ tũu tũngĩ marenda Na wale tuongererwo. mafundi ambao tulio nao wanakata nyasi fulani ili waunganishe kile wanachotaka kuunganisha. Ũkoria atĩrĩrĩ, Unauliza mũmĩthondeki kaĩ atamenyaga atĩ nĩ kũbatara kĩndũ ta kĩu. ya kwamba yule aliyekuwa akitengeneza kwani hakuwa anajua kwamba inahitaji kitu kama hicho. Tera ũcio mũriganĩtie atĩrĩrĩ, Uliza mjirani kĩndũ yako, gĩothe kĩrĩa Ngai ũmbĩte chochote ambacho Mungu ameumba nĩ kĩrĩ bata wakĩo. kina umuhimu wake. Na rĩu we Na sasa wewe ũmbĩtwo umeumbwa nĩgetha ũmũtungate. ili ukamtumikie. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Niĩ ndirakwĩra ũthiĩ ũkongererwo kĩndũ kĩngĩ, Sikwambii uende uongezwe kitu kingine. atĩ ũkongererwo degree, Ati uende uongezewe degree. atĩ ũkongererwo kĩ. Sijui uende uongezwe O nini. ũguo Mwathani akũmbĩte, Namna ambavyo Mungu amekuumba. akũmbĩte wĩna gĩtũmi, Amekuumba kwa sababu fulani. na gĩtũmi kĩu nĩkĩo ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩmenya Na hiyo sababu lazima ukaijue, ukaifahamu. nĩgetha ũhote kũringana gũtũra mũtũrĩre ũringanĩte na kĩrĩa Ngai endaga thĩinĩ wa mũtũrĩre Ili waku. uweze kuishi maisha ambayo Mungu alikusudia uishi. Jesũ gũtũmwo gũkũ atũmirwo hena gĩtũmi.
Yesu kutumwa mahali hapa alitumwa kwa sababu fulani. Andũ matiataũkĩirwo Jesu atũmĩtwo gwĩka atĩa. Watu hawakuelewa Yesu Kristo alitumwa kufanya nini. Ona Mariamu we mwenyewe ndataũkĩtwo mwana ũyũ aheo nĩ Roho Mũtheru gĩtũmi gĩake nĩ kĩrĩkũ. Hata Maria hakuelewa mbona amepewa huyu mtoto. Endaga gũtũũria Jesu ta mwana wa kawaida. Alitaka kumlea Yesu Kristo kama mtoto wa kawaida. Ahananĩtie Jesu na ciana iria ingĩ ciothe ciaciarĩtwo nĩ atimia a rika rĩake. Alikuwa amefananisha Yesu Kristo na watoto wote ambao walikuwa wamezaliwa na wake wa rika lake. No Jesu atũmĩtwo ena gĩtũmi. Lakini Yesu Kristo alikuwa ametumwa kwa sababu fulani. Na nĩkĩo mũthenya ũmwe mathiĩte kũrĩa Jerusalemu Jesu orire. Na ndiposa walipokuwa wameenda kule Yerusalemu Yesu Kristo akakimbia. Magĩthiĩ rũgendo rwa thikũ ithatũ. Wakaenda safari ya siku 3. Nĩkuo mamenyagĩra atĩ mwana nĩ tũteire. Ndiposa walikuwa wanajua kwamba hawana mtoto. Tareke ngũrie we mũciari. Nikuulize wewe mzazi. Mũtimia. Mwanamke. Ũgathiĩ rũgendo rwa thikũ ithatũ na nĩ thikũ wathiĩ magũrũ gwĩtwo nĩ bunda kana ũthiĩte magũrũ. Unaenda safari ya siku 3 umebebwa labda na punda ama unatembea kwa miguu. Na ndũrĩ ũramenya atĩ nĩ ũteire mwana. Na haujajua kwamba hauna mtoto. We rĩu ũngĩrwo atĩa rĩu. Unaweza kuambiwa nini? Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Na angĩkorwo mathiĩte rũgendo rwa thikũ ithatũ. Na kama ulikuwa umesafiri siku 3. Ithe ona gũgĩcoka matiacokire thikũ ithatũ. Hata kurudi zilikuwa ni siku 3 labda. No gũgĩcia nĩ magĩteng'ateng'erire tondũ rĩu nĩ marigirwo mwana tũtereire korwo nĩ magĩthire na thikũ 2 tũtiũĩ. Lakini nadhani kwamba kurejea labda walisafiri kwa siku 2 labda kwa sababu labda walikuwa wamejua tayari wamempoteza mtoto. No mani atĩ makorire Jesu thĩinĩ wa hekalu. Lakini kweli ni kwamba walimpata Yesu Kristo kule kwenye hekalu. Na arĩa mathomete kĩrĩkanĩro rĩ. Na wale ambao wamesoma Biblia. Rĩrĩa nyina amũririe nĩkĩ gĩgũtũma ũtũherithio ũgũtũherithio ũguo nĩkĩ. Na wakati ambapo mamake alimuuliza mbona ukatutesa kiasi hiki. No we Jesu amũririe atĩa. Nani anajua Yesu Kristo alimuuliza nini? Didn't you know? Kwani hujui? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Niĩ ndokĩte na wĩra wakwa wothe thĩinĩ wa nyũmba ya Hawa. Mimi nilikuja na kazi yangu imo katika nyumba ya baba yangu. Iwe na we maitũ kaĩ ũtoĩ. Mama kwani haujui? Mwana angĩkũũria ũguo we nyina. Mtoto akiweza kukuuliza maswali yale kama Tajira mũngĩrana atĩa nake. Mnaweza ambiana nini? Mbere ya ũkinya gũtaũkĩrwo nĩ Roho ũrakwarĩria rĩ. Kabla ya kufika kuelewa kwamba ni Roho Mtakatifu ũngĩamba gũikara thĩinĩ wa mwĩrĩ tondũ ũkĩrĩ o mwĩrĩ. Unaweza kaa katika mwili manake wewe ni binadamu. Na ũkĩrute wĩra ũrĩa mwĩrĩ ũrutaga. Na ufanye kazi ya mwili. Ũkĩoe mwana ũkĩhũre. Chukua mtoto utandike. No mwĩre ciugo iria ũkũmwĩra. Mwambie yale maneno ambayo utamwambia. No mũico-inĩ nĩ ũrĩrĩkia kũmenya atĩ o ũguo mwana agũkwĩrĩte nĩguo gũkũbatie gũkorwo kũrĩ. Na mwisho utakuja kuelewa kwamba kile alichokuambia ndicho kilichostahili kuwa. Tondũ nginya harĩa mũtharaba-inĩ. Manake hadi pale msalabani. Rĩrĩa nyina athire kũmwarĩria. Mamake alipoenda kumnenea. Jesu amwĩrire ciana ciake nĩ irĩkũ. Yesu Kristo alimwambia watoto wake ni kina nani? Bwana agocwo mũno makĩria. Bwana asifiwe. Jesu thĩinĩ wa John 4:34. Kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 34. Jesus said to them, Yesu akawaambia, my food is to do the will of him who sent me. Chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka. And to finish his work. Na nikaimalize kazi yake. Listen to those words. Sikilize yale maneno. My food is to do the will of him who sent me. Ya kwamba chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya yule aliyenituma. We eat food so that we can gain strength. Tunakula chakula ili tupate nguvu. But the thing that was giving Jesus Christ the strength, lakini kile ambacho kilikuwa kinampatia Yesu Kristo nguvu zile, is when he was doing the will of the one who had sent him. Ni wakati alipokuwa akifanya mapenzi ya yule aliyekuwa amemtuma. What is your food today? Chakula chako ni kipi leo hii? Have you discovered even fasting is very difficult because we really value food? Umetambua kwamba hata kufunga kumekuwa kugumu sana manake tunakidhamini chakula mno. Suppose we take it the Jesus way. Na tukikipeleka ama tubadilishe twende njia ya Yesu Kristo. My meat or my food, chakula changu ama nyama yangu, it is to do the will of my Father who sent me. Ni kufanya mapenzi ya baba yangu aliyenituma. And it is not only to do his will, na sio kufanya mapenzi yake tu, but to finish his work. Lakini hata kuikamilisha kazi yake.
Please tell your neighbor there is a starting and there is a finishing. Mwambie jirani yako kuna kuanza na kuna kutamatisha. Praise the name of the Lord Bwana Jesus. asifiwe. That is why I love when a believer tells me I have suffered a burnout. Ndiposa ninapenda wakati ambapo muumini ananiambia kwamba ameteseka, amechoka. That's why I get concerned when a believer says I am not able to continue. Ya kwamba ndiposa nashangaa sana wakati ambapo muumini ananiambia kwamba siwezi kuendelea. Jesus Christ himself said, Yesu Kristo mwenyewe akasema, my food is to do the will of him who sent me kwamba chakula changu ni kufanya mapenzi aliyenituma and to finish his work. na zaidi ya hayo kukamilisha kazi yake. So for you as a believer, Basi wewe kama muumini, above everything else, zaidi ya kila kitu, you must yearn to finish the divine assignment that has been allocated unto you. lazima utamani kukamilisha kazi ya kiungu ambayo umepewa. And for you to finish the divine assignment that is allocated unto you, Na ili ukamilishe kazi ya kiungu ambayo umepewa, you must jump into it wholeheartedly. lazima ukaingie ndani yake moyo mzima mzima. And that is the essence of a surrendered heart. Na hiyo ndio sifa na umuhimu wa moyo uliojiachilia. Do you remember the analogy that whoever puts his heart on the plow and looks back is not worth to find his way into the kingdom? Kana kama unakumbuka ile ngano ya kwamba yote ambaye anaweka anatia mikono yake kwenye ile ya kulima ng'ombe kama mlao, yeyote anayeanza kanzi ya kulima ama ya upanzi, alafu anaangalia nyuma, yeye hafai katika ufalme wa Mungu. dagirire thĩinĩ wa thamaki wa Mwathani. Katika enzi za Biblia, Hĩndĩ ya matukũ ma Biblia, watu walikuwa wanalima kama vile watu wa Kirinyaga wanalima. andũ marĩmaga o ta ũrĩa andũ a Kĩrĩnyaga marĩmaga. Walikuwa wanatumia fahari, Mahũthagĩra ng'ombe, na yule ng'ombe alikuwa na ile mrao alikuwa anavuta. na ng'ombe ohagwo macoki kana mĩraũ. Sasa yule mtu ambaye ameshikilia ile mrao, ũrĩa ũnyitĩrĩire icoki rĩu inastahili kufuata laini fulani. ĩbatiĩ gũbuata laini fulani. Hebu elewa ya kwamba ukiangalia nyuma wakati fahari bado analima, Rĩrĩa warora thutha rĩrĩa ng'ombe ĩyo ĩragucia icoki rĩu, utajipata umeanza kulima kule ambako huko unastahili kulima. ũgwĩkora ũkĩrĩma kũrĩa ũtabatiĩ kũrĩma. Because you have lost focus. Maanake umepoteza angazio lako. Kwa hivyo ile kazi unafanya lazima uweke moyo wako wote katika hiyo kazi. Wĩra ũrĩa ũraruta no nginya wĩkĩre ngoro yaku yothe thĩinĩ ya wĩra ũcio. Na hautakamilisha ile kazi umepewa kama haujaweka moyo wako wote katika hiyo Na kazi. ndũkũrĩkia wĩra wako angĩkorwo ndũkũrĩkia nginya wĩra ũrĩa wĩhokeirwo. So in the season of divine Kwa appointment, hivyo katika haya majira ya uteuzi wa kiungu, we have an assignment that is allocated to us by the Lord. basi tuna kazi, tuna jukumu ambalo Bwana Yesu ametupatia. And for us to finish that divine assignment, Na ili tukaweze kukamilisha kazi ile ya kiungu, our hearts must be fully surrendered to the one that gave us the assignment. basi nyoyo zetu lazima zijiachilie kikamilifu kwa yule aliyetupatia kazi I hii. want to ask you who are serving at the given masters in their working places. Nataka labda kuuliza kwa wale ambao wanawatumikia waliowaajiri katika nyenzo mbalimbali. If you go to that office with a divided heart, Ukienda katika ile afisi na moyo uliotengana, how much can you accomplish? unaweza kufanya kazi kiasi gani? How much can you accomplish? Utafanya kazi kiasi gani? You know, the other day I was driving to work Siku ama juzi nilikuwa nikiendesha gari langu kuelekea kazini. and there was a jam before you get to town in the morning. Na kulikuwa na ule msongamano wa magari kabla ya kuingia kwenye mji. And because we were very slow, Na kwa sababu yale magari ule msongamano ulikuwa ukisonga kwa polepole sana, I started responding to messages kwa simu. nikaanza kujibu jumbe mbalimbali kwa simu yangu. Najibu naangalia mbele. Garora gashoka garora mbele. The next thing I discovered, Kitu nilichokitambua tena, I was just an
inch away from hitting the vehicle that was in front of me. Nilikuwa nimebakisha kiasi tu ama kidogo zaidi nikaweza kubomoa gari lililokuwa mbele yangu. And then I asked myself, Kisha nikajiuliza, with this bull bar that is in front of my vehicle, na hii chuma ambayo iko mbele ya gari langu, if I hit this vehicle in front of me, kama ningeguza hili gari lililokuwa mbele yangu, sasa hiyo ingekuwa ni hadithi gani? kutogira hit dhiko. No, nikikira to meet the corner in that situation. Lakini ni nini kilikuwa kimesababisha niweze kujipata katika hali kama ile? Divided attention. Pale ambapo mtazamo wangu ama nimeweza kuangazia mambo mengi zaidi. Tell your neighbor, the accidents you suffer in your spiritual journey, Ya kwamba ajali unazopatana nazo katika safari zako za kiroho. tondũ twĩkoraga tũingĩrire mĩtego-inĩ mĩingĩ mũno na njari nyingĩ mũno rũgendo-inĩ rũrũ rwa kĩroho, Maana mara nyingi tutajipata tukiwa tumeingia katika ajali nyingi zaidi katika hii safari ya kiroho. nĩ tondũ wa divided attention. Ni kwa sababu ya mitazamo tofauti ambayo inapoteza Waingĩrire maangazio yetu. kĩhonoko-inĩ no ngoro nĩ nuthu nuthu. Uliingia katika wokovu lakini moyo wako uko nusu nusu. Ũkĩingĩra wĩra-inĩ wa Ngai no nĩ ngoro nuthu nuthu. Ukaingia katika kazi za Bwana lakini moyo ni nusu nusu. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agoshwe. It is one thing to start faithfully. Ni kitu kimoja kuanza safari kwa uaminifu. Yeah, like many of us have started faithfully. Kama wengine wetu namna tulivyoanza kwa uaminifu. But it's a completely different thing to finish faithfully. Lakini suala tofauti kutamatisha ama kukamilisha kwa uaminifu. You started faithfully, Ulianza kwa uaminifu, but along the way you developed other attentions. lakini katika safari hiyo basi ukapata mambo mengine yaliyokupotesha. And that is why, number one, your work is taking longer to finish. Na ndipoza labda sababu ya kwanza ya kazi zako kuchukua muda mwingi kukamilika. And that is why the Lord is making you go round some mountains for longer than you should have gone through. Na ndio sababu ambayo Bwana labda anasababisha ukazunguke milima mingi zaidi na kuchukua muda mrefu zaidi. How many days were the children of Israel supposed to take from Egypt to the land of promise? Wana wa Israeli walikuwa nafaa kuchukua siku ngapi kutoka Misri hadi nchi ambao walikuwa wameahidiwa? How many days? Siku ngapi? Yes? That's why you need to be students of the Bible. Kwa mnafaa kuwa wanafunzi kamilifu wa Biblia. You compare how many days it takes from Egypt to the land of the promise and how long the children of Israel took. Wewe angalia inagharimu safari ya saa ngapi kutoka Misri hadi nchi ya ahadi na zile sana nyakati ambazo wana wa Israeli walichukua. But it records that there is a particular mountain that they went round and round and round. Lakini naandikisha kwamba kuna mlima fulani ambao waliuzunguka na kuzunguka Until it was said that we have gone round this mountain for far too long. It is now time for us to advance. Na hii ikaandikika kwamba akasema kwamba tumezunguka au mlima miaka mingi zaidi, wakati wetu wa kusonga. We have been around this one thing for so long. We are not progressing. Kwamba hatupigi hatua, tumezunguka hapa kwa muda. So tell your neighbor again, it is one thing to start faithfully. Jirani yako ni jambo la kwanza kuanza kwa uaminifu. And it is another thing to finish faithfully. Na ni lingine vile kukamilisha. Jesus said, Yesu Kristo akasema, my food is to do the will of him who sent me. Chakula changu ni kufanya mapenzi aliyenituma. And to finish his work. Na kukamilisha kazi yake. So if there was something that Jesus was determined to do, kama kuna kitu ambacho Yesu Kristo alimakinikia kukifanya, it is to finish faithfully the assignment that he was given. Ni kutamatisha kwa uaminifu kazi aliyokuwa amepewa. It means then that his whole heart had to be in that. Inamaanisha kwamba moyo wake lazima ungekuwa ndani ya swala hilo kikamilifu. One time his closest disciple decided to have him not complete the assignment. Kwamba siku moja kuna huyu mwanafunzi wake ambaye aliamua kwamba hatakamilisha kazi yake. And he went to fight so that Jesus Christ is not taken through the process that would help him up into the cross. Akaenda kupigana ili Yesu Kristo asipitiwe ile safari ambayo alikuwa apitie. Do you remember that disciple who chopped off somebody's ear? Sijui kana kwamba unakumbuka yule mwanafunzi wa Yesu Kristo ambaye alikata Jesus sikio la Christ mtu. must have looked at him and said, now please, you cannot hinder me from finishing the work. Nadhani labda Yesu Kristo alimtazama akamwambia, huwezi kunizuia nitamatishe hiyo And kazi. he took the ear that had been chopped off. Na akachukua lile sikio lililokuwa limekatwa And he just put it back. na kaliunganisha tena.
And you know, men had been blinded by the enemy, ya kwamba wanadamu walikuwa wamepofushwa na maadui, that even with that miracle, ya kwamba hata kwa muujiza huu, where a chopped off ear is just put back without stitching, ya kwamba sikio lilokuwa limeanguka lilirejeshwa mahali pake bila, they could not see that miracle and run away. hawangeona huo muujiza na kutoroka. And at one point, Jesus looked at Peter and told Peter, Hadi wakati mmoja Yesu Kristo akamtazama Petro akamwambia Petro, "Get behind me, Satan." karejea nyuma yangu ewe shetani. Now you can imagine that statement. Tafakari kauli hiyo. You are the disciple called Peter. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu anaitwa Petro. Na kiherehere zake na whatever that they over my dead body, they will not. That will not happen. Hilo halitatendeka, labda nife. And Jesus Christ tells him, "Get behind me, Satan." Na Yesu Kristo anamwambia karudi nyuma yangu ewe shetani. Why was he doing all these things? Mbona alikuwa afanya mambo haya yote? Because it was in his plan and desire to finish his work. Manake ilikuwa ni matamanio yake kukamilisha kazi yake. His whole heart was in the assignment that had been given over him. Manake moyo wake wote ulikuwa katika shughuli aliyokuwa amepewa. Neither his mother Sio mamake nor the disciples hata wanafunzi would have stopped him from finishing the assignment that he had been given. wangemzuia kukamilisha kazi aliyokuwa amepatiwa. You are the followers of Jesus. Nyinyi ndio wafuasi wa Yesu. You are the disciples of Jesus. Nyinyi ndio wanafunzi wa Yesu. You are following in the footsteps of Jesus. Tunazifuata nyayo zake Yesu Kristo. What is this that is hindering you from finishing the assignment that the Lord has given Ni unto nini you? hiki kinachokuzuia kutimiza kazi ambayo umepewa? Because Jesus says, "As my Father sent me, so send I you." Maana Yesu Kristo akasema namna ambavyo babangu alivyonituma hivyo ndivyo ninavyowatuma. Are you willing to finish his work? Je, uko radhi kukamilisha kazi yake? Then you must go into it wholeheartedly. Basi lazima ukaizamie kikamilifu. The people that surrendered their hearts fully to the assignment that the Lord gave, Wale watu ambao wanajiachilia kikamilifu kwa kazi ambayo Bwana aliwapatia, they will endure whatever thing that comes their way in the line of duty. basi wataweza kuvumilia chochote kinachowafikia katika maisha yao ya kikazi. Matthew chapter 24 verse 13. Kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 13. Matthew 24 verse 13. Kitabu cha Mathayo 24 mstari wa In the New 13. Living Translation it Kwa says, nakala ya New KJV inasema na But NLT, "The one who endures to the end will be saved." lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. The one who endures to the end. Atakayevumilia hadi mwisho. So tell your neighbor, in this assignment there will be endurance. Mwambie jirani yako katika hii safari kutakuwa na kuvumilia. Praise the Lord. And you Bwana must asifiwe. understand the difference between enjoying and enduring. Na lazima uweze kuelewa tofauti ya kuvumilia na kufurahia. Those who are in marriage, are you enduring in your marriage or you are enjoying it? Walio katika ndoa wanavumilia ama wanafurahia? Hallelujah. Haleluya. The minute you say you are enduring something, Punde unaposema kwamba unavumilia kitu, there are so many things that would knock you out of that thing. kuna vitu vingi zaidi ambavyo vinaweza kutopotosha kutoka kwa kile kitu ulicho ndani. But because you entered into it wholeheartedly, Lakini kwa sababu uliingia pale kwa moyo wote, it doesn't matter the force that comes against it. haijalishi nguvu zinazokuja kinyume chake, But you are surely going to go to the end and finish that assignment of becoming a husband or a wife. lakini uko radhi kwamba utafikia kukamilisha hiyo kazi ya kuwa mume na mke. Because the one who endures to the end Manake anayevumilia hadi mwisho is the one that will be saved. ndiye atakayeokoka. Please tell the people married, karibu naye waambia kwamba the one who endures to the end is the one that will make marriage Waambie work. walio katika Even to ndoa the young kando ya people. kwamba atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani Ogosho, So before you call it quits, kabla ya kusema yote yamekwisha, you must ask yourself, lazima ujiulize, why am I not enduring so that I can end mbona and finish well? sivumilii ili mwishowe niokoke? So we are just saying this morning Tunasema tu asubuhi hii that surrender is not just about saying yes. ya kwamba kuachilia, moyo ulioachiliwa sio kukubali tu. Having a surrendered heart is not just about saying yes. Ya kwamba kuwa na moyo ulioachiliwa sio kumaanisha tu unasema ndio. It is about living that yes. Ni swala la kuishi hiyo ndio. It is just not about saying yes. Sio swala la kukubali tu. It is about living
the yes. Ni swala la kuishi ulichokikubali. So that which you have committed yourself to, Kile ulichojitolea ndani yake, you are ready to live into it. uko tayari kukiishi. It is supposed to be your lifestyle. Inafaa kuwa mtindo wako wa maisha. It is living a life that is fully Ni surrendered. kuishi maisha yaliyokamilika kikamilifu. So a surrendered heart Kwa hivyo moyo brings uliojiachilia about a surrendered life. unaleta suala la maisha yaliyoachiliwa, Where we go into it wholeheartedly mahali ambapo tunazamia kikamilifu without having divided attention. bila ya mitazamo yetu kugawika. And as we are talking about a surrendered life, Tunapozungumza kuhusu maisha yaliyoachiliwa, it is you offering yourself to do whatever is required. basi ni wewe kujiachilia kufanya You are kinachohitajika, ready for whatever it takes ukiwa radhi kufanya chochote kinachohitajika in order to finish the work that Jesus Christ. ili ukamilishe kazi ya Yesu Kristo. Paul tells the Romans, Paulo anawaambia Warumi chapter 12 and verse 1. mlango ni wa 12 mstari wa kwanza. Therefore I urge you, brothers and sisters, Basi ndugu zangu na wasihi in view of God's mercy, kwa huruma zake Mungu, to offer your bodies as a living sacrifice, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, holy and pleasing to God. takatifu ya kumpendeza Mungu, This is your true and proper worship. na hii ndiyo ibada yenu ya kweli yenye maana. To offer your bodies as a living sacrifice, Kuitoa mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, holy and pleasing to God. takatifu na ya kumpendeza Mungu. This simply tells us Hili linatuambia that we are taking our lives ya kwamba tunachukua maisha yetu like the lamb of sacrifice, kama ule upendo wa kujitolea, and we are laying that life before the na Lord, tunayaachilia yale maisha mbele yake Mungu, just like the lamb of sacrifice lies prostrate at the altar. namna ambavyo mwanakondoo wa dhabihu anavyolala kichalichali juu ya madhabahu. And you are saying that I am fully surrendered to whatever your will Na is. unasema Bwana, ninajiachilia kwa mapenzi yako I yote. am fully surrendered to what you want me to do. Nimejiachilia kwa chochote unachotaka Bwana nikifanye. I give myself fully to do that which you desire that Bwana, I may do. najitoa kikamilifu ili ufanye kile unachotamani And nifanye. it says that that is acceptable to God and it's your reasonable service. Ya kwamba ndiyo ibada yenye maana inayompendeza Bwana. But let us also remember Lakini vile vile tukakumbuke that kuwa living a surrendered life is costly. ya kwamba kuishi maisha yaliyoachiliwa ni maisha yenye gharama. Living that life of full surrender is costly. Hayo ni maisha yenye gharama kubwa. And I want you to think about that lamb of sacrifice. Nataka uelewe kuhusu ama ufikirie kuhusu huyu mwanakondoo anayetolewa dhabihu. The minute you hear that that is the lamb of sacrifice, it means that life has got to be lost. Ya kwamba punde unaposikia kwamba yule ni mwanakondoo anayetolewa dhabihu, basi bila shaka lazima uelewe kwamba kuna maisha ama uhai utakaopotezwa. That you are willing to give yourself even unto death so that you can fulfill your divine Ya assignment. kwamba uko radhi kujiachilia hadi kwenye mauti ili ukatimize kazi hii. You are simply saying like Jesus that there will be nothing that would hinder me from finishing the work that my Father sent me Ya to kwamba come nasema and do. kama Yesu kwamba hakuna chochote kinatakacho kunizuia kutamatisha kazi niliyotumwa nikaifanya. Please tell your neighbor, serving God wholeheartedly is an expensive thing. Ya kwamba mwambie jirani yako kwamba kumtumikia Mungu kwa moyo wako basi ni Yes. swala lenye gharama kubwa sana. It's not cheap. Sio rahisi, It's not cheap. sio rahisi. And if you want the cheap things, Na kama unataka yale mambo then serving God is not anything you should come close to. kumtumikia Mungu sio kitu ambacho nafaa kukikaribia. Praise the name of the Lord. Bwana Do asifiwe. you remember David saying that I shall never present to the Lord that which cost me nothing? Sio kana kwamba unakumbuka Daudi aliposema kwamba hata mpatia Bwana chochote ambacho hakijamgharimu chochote. I will not bring an offering before the Lord if it cost me nothing. Ya kwamba sitaleta sadaka mbele yake Bwana kama haitanigharimu chochote. That which costs you something has a pain that it causes in you. Kile kilichokugharimu kina uchungu. I don't preach a lot about giving, Wasihubiri sana kuhusu masuala ya kutoa, but if you are the happy-go-lucky in areas of giving, lakini kama we ni mtu ambaye
Wakati unaenda kutoa haikuguzi. ati rĩrĩa wathiĩ kũruta ndũrahutio handũ, Haikufanyi uhisi kuna kitu. ndĩtũmaga wĩigue ta hena kĩndũ gĩa kĩehera. You give and it's like you have done nothing. Ya kwamba unatoa inaonekana kwamba hujafanya chochote. Then it means that your level of giving has not yet gotten to the level of touching you. Basi inamaanisha kwamba kiwango chako cha kutoa hakijafikia kile kiwango kinachokugusa. I will never give to the Lord that which cost me nothing. Sitampatia Bwana chochote ambacho hakijanigharimu chochote. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Paul told the Corinthians, Paulo akawaambia Wakorintho, 2 Corinthians 12 and 15. kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 15. 2 Corinthians 12:15. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 15. Again, allow me to read the simpler English NLT. Tutasoma ile nakala ya NLT. I will gladly spend myself, Basi nami kwa furaha nitajipanya and all I have for you. na chochote nilicho nacho kwa ajili yenu. Just pause there for a minute. That I will very gladly spend myself. Ya kwamba nitajitumia mimi mwenyewe. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. What does it mean to spend yourself? Nini maana ya kujitumia wewe mwenyewe? It is your body, your energy, your everything, your whole thing that you carry within that Mwili body. wako, nguvu zako, chochote unachokibeba na huo mwili. That is why you will punish this body for the sake of the cross. Ndipo utautesa huo mwili kwa sababu ya msalaba. So Paul is saying that I will gladly spend myself. Paulo anasema kwamba nitajitumia kwa furaha And I will also spend everything that I have na chochote nilicho nacho for your sake. kwa ajili yenu. But he also puts a rider there. Lakini pale mwishowe analeta tahadhari. That there is a problem. Sasa kuna tatizo. That it seems that the more I love you, Inamaanisha kwamba kadri ninavyozidi kuwapenda, the less you love me. vivyo hivi ndivyo mnavyopungukiwa kunipenda. Wera ugate ni akwihuthira na ahuthire indo ciake ni undu Ya wao. kwamba anaposema kwamba atajitumia na atumie mali yake kwa ajili yao. No uria wothe areka andu acio matirona tondu handu ha kumwenda the more ni ndiramwenda niguo muramena. Ya kwamba zaidi ninavyowapenda ndivyo mnapoendelea kunichukia. Those are the costs that you pay as you serve the Lord. Hiyo ni gharama unayolipa unapomtumikia Bwana. I used to tell pastors sometimes back, Nilikuwa naambia wachungaji miaka ya hapo nyuma. you are called a shepherd so that you can take care of sheep. Unaitwa mchungaji ili ukaweze kuwalinda ama kuwachunga wale kondoo. And the sheep can either be male or female. Na wale kondoo wanaweza kuwa wa kiume ama wa kike. And you know there is one male sheep. Na kuna mwana kondoo mmoja wa kiume, In Kikuyu we call them ndorome. tunawaita ndurume. You feed that ndorome very well, Unamlisha vizuri and that ndorome has the capacity even to kill you. na yule mwana kondoo wa kiume ana uwezo hata wa kukuua. Ukiona akirudi hatua kadhaa kule nyuma tu, akikuangalia amerudi ameenda mpaka pale. Uone aje agushoka thutha, agikororaga agishokaga thutha. And then he decides to take off in that speed. Alafu aamue kutoka pale kwa hiyo mbio. Akikugonga na hicho kichwa chake, Akikugudha na kiogo kiu yake. he may make you finish the work before your time. Anaweza sababisha ukakamilishe kazi yako kabla ya wakati wako. Lakini nani amemlea? No mulelete. Kwa ginya kanitha-ini, Kwa hivyo hata kanisani wachungaji atugateri wanalea kondoo, ni mareraga ng'ondu na hao kondoo wana uwezo wa kumumaliza, na ng'ondu icio ciĩna ũhoti wa kũmanina. na wanaweza maliza wachungaji kwa njia mingi. Na no mamanine kwa njĩra nyingĩ mũno. Bwana asifiwe sana. Mwathani agocwo. Kwa hivyo ni heri mkatunze wachungaji wenu kwa njia mzuri, Nĩ wega mũmarore atungatĩri anyu kwa njĩra njega. na muweze kujua pia ya kwamba wewe haustahili kuwa yule kondoo ambaye anafanya juu chini kumaliza mchungaji. Na ũmenye atĩ ndũbatiĩ gũkorwo ũrĩ ng'ondu ĩrĩa ĩraruta mawĩra mothe nĩgetha ĩmũnine mũtungatĩri. Na kwa sababu mimi ndio mchungaji, sasa sitakuambia kwa saa hii mtaweza maliza mchungaji wenu namna gani. Tondũ niĩ ndĩ mũtungatĩri wanyu ndikũmwĩra atĩ mũngĩnina na njĩra ĩrĩkũ. Lakini mkiona saa zingine nimemaliza ibada na ninakwambia tafadhali tusionane leo, Na rĩona rĩrĩa ndakwĩra twarĩkia ibada na ngwĩra ũmũthĩ tũtikonane. nasikia ninakuambia kwamba saa hiyo nimemaliza kuhubiri na nguvu yangu iko chini zaidi. Atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩkia kũhunjia na
ndiraigua ndire hinya. Na hapo ndipo mshirika anakuambia please mtungati ni ndirenda tuonane. Na hapo ndipo mshirika anakuambia mchungaji nataka tuonane. Wageria kumana tuonane gatagati ka wiki ndirenda gukirie time marenda muonane Sunday rĩrĩa arĩkia kũhunjia. Tutengeneze wakati katikati ya wiki, hataki kutenga muda wake, anataka onane huo wakati. Rĩu ndirakĩmwĩra nĩ ũru ũguo. Sisemi ni vibaya. No tigai gwĩka ũguo nĩgetha mũtungatĩri akagĩa na kahinda arĩkia kũhunjia nake ageka atĩa. Ili akimaliza kuhubiri naye anapata wakati wa kupumzika. No mwanyenda ndamwĩra ũguo. Bado mtanipenda nikiwaambia hivi. Akono wanyenda ya guoko igũrũ. Kama bado umenipenda inua mkono wako. Nĩ ndona arĩa matano ya moko igũrũ. Ndio wale ambao hawajainua mkono. Mauga atĩ marenda gũikara mani-inĩ tana gũtikĩrĩ thĩna. Anasema anataka kunimaliza lakini hakuta. So Paul is saying that I will gladly spend myself for you. Paulo anasema kwamba nitajitumia kwa furaha kwa ajili. I'm also gladly going to spend my everything for your sake. Na nitaweza kutumia mali yangu kwa ajili yenu. Because I am your shepherd. Manake mimi ndio mchungaji. Hata kama the more I love you, the more you don't love me. Japo kwamba namna ninavyoendelea kuwapenda ndivyo mnapoendelea kunichukia. So living that life that is fully surrendered to God. Kuishi hayo maisha ambayo yameachiliwa kikamilifu kwa Mungu. It is offering yourself as a sacrifice. Ni kujitoa kama dhabihu. You have surrendered all. Umeachilia yote. So that you can fit in the divine appointment. Ili ukaingie katika kiwango cha uteuzi wa kiungu. Serving God is expensive. Manake kumtumikia Mungu kuna gharama. Serving God is not easy. Kumtumikia Mungu sio rahisi. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. It sometimes implies wakati mwingine inaonyesha you will step out into the world of the unknown. Ya kwamba utatoka katika ulimwengu wa masuala ya sintofahamu. You do not even know the next minute utakuwa unafanya nini. Hata hujui wakati ufuatao ukoroge kati. You don't even know where you will end up that journey that you have started. Hata hujui ile safari uliyoanza utamalizia wapi. But as long as it is in line with the will and purpose of God over your life. Lakini japo kwamba yale mambo yameungana na mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako. Go for it. Basi itupi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Let us be like the Lord who said. Tuwe kama Bwana anayesema. My food is to do the will of him who sent me. Ya kwamba chakula changu ni kufanya kile alichonituma nifanye. And before I finish the work, na kabla nikamilisha kazi hiyo, I cannot stop. Siwezi tulia. The psalmist in chapter 40 verse 8. Mwandishi wa Zaburi katika kitabu cha mwandishi wa Zaburi katika mlango wa 40. Yes, Psalm chapter 40 verse 8. Ni kitabu cha Zaburi ya 40 mlango ni wa 8. The psalmist said, mwandishi wa Zaburi akasema, I delight to do your will, O my God. Ya kwamba nafurahia kufanya mapenzi yako, Mungu wangu. I delight to do your will, O my God. Ninafurahia kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu. And your law is within my heart. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. In the NLT it says, katika nakala ya NLT nasema, I take joy in doing your will, my God. Ya kwamba kwa mapenzi yako Bwana ninayafurahia kuyatenda. For your instructions are written in my heart. Manake maagizo yako Bwana yameandikwa kwenye moyo wangu. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Your instructions are written on my heart. Ya kwamba maagizo yako Bwana yameandikwa katika moyo wangu. Are the instructions of the assignment that the Lord wants you to do written on your heart? Maagizo ya shughuli na kazi ambayo Bwana amekupatia yameandikwa katika moyo wako? And do you take joy in doing the will of your Father? Na unafurahia kufanya mapenzi ya babako? So we might keep talking about the season of divine appointment. Tunaweza kuwa tukibaki kuzungumza kuhusu masuala ama majira ya uteuzi wa kiungu. But do you take joy in doing that which the Lord has appointed you to do? Lakini unafurahia kumakinikia kwa kile ambacho Mungu anataka ufanye? Do you take delight in doing that which the Lord has appointed you to do? Unafurahia kufanya kile ambacho Bwana amekuteua ukifanye? Because a surrendered heart manake moyo ulioachiliwa fights joy unapata furaha in doing the will of God. katika kufanya mapenzi ya Bwana. A surrendered heart Moyo ulioachiliwa fights joy unapata furaha in doing the will of God. katika kutenda mapenzi ya Bwana. This surrendered heart Moyo huu ulioachiliwa follows the purposes of God. unafuata
unafuata makusudio ya Mungu wholeheartedly. kwa ukamilifu, kwa Wholeheartedly. ukamilifu. So, half-heartedly following what God instructs you Ya kwamba kutofuata maagizo ya Mungu kwa moyo usiokamilika means that you will serve God when it looks convenient for you. kunamaanisha kwamba utamtumikia Mungu wakati inaonekana kwamba wakati uko sawa. Talks about serving God when it looks favorable for you. Inazungumzia kuhusu swala la kumtumikia Mungu wakati hali imekufurahisha. But if you're wholeheartedly willing to serve the Lord, Lakini kwa moyo wako wote kama unataka kumtumikia Mungu, if you're wholeheartedly willing to give yourself to serve the Lord, kama kwa ukamilifu uko radhi kujitoa kwake Mungu, then convenience is not an issue for you. basi swala toshelevu ama hali toshelevu sio jambo ambalo unafaa kulimakinikia. That is why we challenge believers. Ndiposa tunawatia changamoto waumini. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Allow me to ask this question. Niruhusuni niulize hili swali. When you miss church Unapokosa kuja kanisani because you have a cold, manake una mafua ama una homa, what does that imply? hilo humaanisha nini? Hallelujah. Haleluya. When you miss church Unapokosa kuja kanisani because it's raining, kwa sababu kunanyesha, what does that imply? inaleta dhana gani ama inamaanisha nini? When you miss the day of worship Unapokosa siku ya kuabudu because you have visitors, manake una wageni, what does that imply? inamaanisha nini? You know, I'm just giving examples. Nawapatia Because these tu are the many mifano. reasons that make us fail to come and worship the Lord. Manake hizo ndizo sababu zingine ambazo zinazuia kuja kanisani kumwabudu Bwana. Hallelujah. What are the other reasons that make us not to come to Ni sababu worship the zipi Lord? zingine ambazo zinaweza zuia tuje kanisani? I feel so tired Nilihisi nimechoka sana. because on Saturday nilikuwa safari. Nitodo Saturday dali dhakadha fahari. So I was not able to go to church. Nikashindwa kwenda kanisani Which is Jumapili. the other one? Ni sababu zipi zingine? Si mnajua the reasons. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If your pastor today listened to his body, Mchungaji wenu siku ya leo kama angeusikiliza mwili he wake, would not be ministering today. hangekuwa na hudumu leo hii. And you have seen, I have never taken water like I have taken today. Na najua kama umetazama sana, sijawahi kunywa maji kiasi ambacho nimekunywa leo hii. Because I had to trust the Lord for me to be able to come and minister this Manake morning. lazima ningemtumainia Bwana ili nipate uwezo wa kuja I kutubu. want to challenge you, brethren. Nataka kuatia changamoto ndugu. Don't serve God when it looks convenient for you. Msimtumikie Mungu wakati ambako inaonekana kwamba wakati Serve unaweza. the Lord your God wholeheartedly. Mtumikie Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Don't only serve the Lord when you feel it's convenient for you. Usimtumikie tu wakati ambapo unapohisi kwamba wakati ndo huu. Your people must know your stand on matters concerning serving your God. Watu wako lazima wajue hali yako ama ulika yako kuhusu masuala ya kumtumikia Mungu. Your workmates must understand your position when it comes to serving your Ya God. kwamba watu mnaofanya kazi pamoja nao lazima wajue nafasi ama hali yako ya kumtumikia Mungu. Your friends must understand your position with regard to serving the Lord. Marafiki zako lazima wajue msimamo wako kuhusu kumtumikia Mungu. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Incidentally, all my friends and workmates know they cannot call me on a Sunday before 2 p.m. Ya kwamba kisadifa marafiki zangu zote na tunaofanya kazi nao wanajua kwamba waweze kunipigia simu Jumapili kabla ya saa 8 mchana. Because they know that is my time of worship. Manake wanajua huo ndo wakati wangu wa kuabudu. And they know I must be in the house of the Na Lord. wanajua kwamba lazima niwe katika nyumba ya Bwana. Nobody can call me for a meeting on Sunday and expect me to be there. Hakuna mtu anaweza niita mkutano Jumapili na atarajie kwamba nitapatikana. Because they know where I am supposed to be. Manake wanajua mahali ninapofaa kuwa. Nobody will tell me, Mchungaji, we want to visit your house on Sunday morning. Utie mudu geje
turenda gusherera Sunday kiroko. Any visitor who wants to visit my house on Sunday, Kila mgeni ambaye anataka kuja nyumbani kunitembelea Jumapili, they begin by coming to church where I serve. kwanza waje kanisani mahali nilipo, Then together we can go home and have a meal. alafu sasa kwa pamoja taandamana Or nyumbani. they come early in the morning, Ama wakuja mapema asubuhi, drop whatever they are dropping, we go to church. waache wanachokiacha twende kanisani, Then we go back to the house and now we can party as friends. alafu sasa turejee nyumbani na tutasherehekea kama Because I marafiki. have made my statement clear. Manake msimamo wangu nimeukamilisha. Tell your neighbor you need to serve the Lord your God wholeheartedly. Mwambie jirani yako nafaa kumtumikia Mungu wako kwa moyo wako wote, Not only when it looks convenient. sio wakati tu ambapo mambo yanaonekana ni mazuri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So a surrendered heart Moyo ulioachiliwa follows God's purposes unafuata makusudi yake Mungu wholeheartedly, kwa moyo mkamilifu, not half-heartedly sio nusu or only when it looks convenient. ama wakati tu ambapo mambo yanaonekana ni mazuri. That is the measure of growth. Hicho ndicho kiwango ama kipimo cha ukomavu. We will continue from there next Sunday. Jumapili ifuatayo tutaendelea kutoka hapo, But I pray that the Lord may help us lakini naomba ya kwamba Bwana atatusaidia to pursue his cause, tukaweze kufuatilizia mkondo wake, to pursue his assignment, tukafuatilizie kazi yake, to pursue our appointment tukafuatilizie uteuzi wetu, until when we have finished it, like when the Lord Jesus Christ declared it is finished. hadi wakati ambapo tutakamilisha kama ambavyo Yesu Kristo alivyokiri kwamba yote yamekwisha. May the Holy Spirit help you Na Roho Mtakatifu akawasaidie so that every decision that you make ili kila uamuzi unaoufanya in line with your service to the Lord, kwa mujibu wa huduma yako kwa Mungu it is going to be in line with his purpose and his will for you. yataungama na kusudio lake na mapenzi yake. And when you surrender yourself to serving the Na Lord, utakapojiachilia kumtumikia Mungu, having surrendered your heart fully to him, baada ya kujiachilia kikamilifu kwake Mungu, there is a reward that goes with it. basi kuna tuzo inayoambatana. And we shall look at that reward the next time we minister here. Na wakati tutakao hudumu ujao tutaweza kuangazia In the yale name of mambo. God the Father, Kwa jina la Baba, the Son, Mwana the Holy na Spirit. Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Amen. Amina. Let's appreciate the servant of God better. I believe it only takes a surrendered heart to have such a message. Tumebarikiwa sana mtumishi wa Mungu, na tunakuombea kwamba Bwana atakuzidishia neema. Just for a second, let us stretch our hearts towards our Rev na tuombe Mungu jambo juu ya maisha yake. Dear Lord, we thank you so much in the mighty name of Jesus. The Bible says that in the end times you shall give us shepherds after your own heart, O God. Thank you for your servant, Reverend Silas Kiambi, that you have raised in this church, O God. We pray for your divine covering, for your mercies, fresh anointing, O God. In the name of Jesus, above all,